Hii risasi wenye walikuwa wanaongea wataalamu, isipokuwa tunagojea ripoti ya mwisho, wanasema imepigwa kutoka kwa bunduki kubwa kama zile kina AK47. Hivyo ni kusema tukiwa hapa mahali tuko kitu kama 50 meters kutoka kwa nyumba yangu, mwenye alikuwa anapiga labda then alikuwa kitu kama another 200 or 300 meters mahali hapo. So sasa swali ni nani, mchana sio usiku, mchana saa 9:30. So swali ni kitu gani ilikuwa inalengwa masaa saa 6:30. Nimesikia kwa saa 9:30. Hakuna ripoti kamili imetoka saa hizi ya kusema ni nani ama ni akina nani, na isipokuwa hatutaki kuwa wenye kuuza uoga ama kununua huo uoga sisi wenyewe. Ni lazima tuongee kwa tahadhari, kwa vile ni makosa kubwa sana kusemekana mahali ambapo mimi kama governor wa Kiambu ninaishi just about 50 meters from my house, na less than 20 meters mahali nilikuwa nimesimama wakati huo, kwa vile nilikuwa nimesimama hapa nyuma, ati risasi imetoka kwa hewa juu, imekuja imeanguka karibu iwe watoto wa huyu mama. Muhimu wafanye kazi ambayo inastahili na tuweze kujua wazi bila jambo lolote kufichwa ni nani huyu alipiga risasi, alipigia wapi, kusudi, kisa na maana lazima ijulikane. Kwa vile risasi iko hapa haijafichwa, inaweza kuangaliwa ijulikane imetoka kwa bunduki gani, aina gani, mwenye kutumia hiyo bunduki ama mwenye amepewa hiyo bunduki ni nani, kwa vile bunduki zinapeanangwa na leseni. So risasi ikishatolewa ikitoka kwa bunduki, wenye hufanya uchunguzi wanafaa kujua ya kwamba imetoka kwa bunduki fulani. Risasi yenye imeanguka kwa hii boma ya mama ambayo iko hatua less than 50 meters kutoka kwa boma ya governor wa Matangi imetuhuzunisha zaidi na inatupea wasiwasi, kwa sababu tumeona juzi on Friday governor, kuna mmoja wa viongozi wa area hii alimwambia sasa wataachana mambo ya siasa, wapigane ngumi. Tunataka kuuliza kama ni ngumi ya aina hii ndio labda alikuwa anaambiwa, kwa sababu gani atimulio risasi inaanguka karibu na governor, boma ya governor, na security agencies ambao wako hapo karibu wanasema hawajajua. Naomba serikali waweze kubeef up security ya governor wetu going forward, na tusileteane mchezo. This one we are very serious about it, ya kwamba security ya governor wa Matangi isichukuliwe mzaha, na going forward hata naomba hata wale MCAs ambao wanashikilianga governor pia wao waweze kuangaliwa vizuri, kwa sababu tumetishiwa maisha na some of these leaders wa kutoka eneo hili letu, na tutachukulia kututisha yao hivi kama mzaha. Tunataka kuchukulia hiyo kututisha yao inaweza kuwa hii njia moja ya kutaka kutusi tunyamaze. Majina naitwa Margaret Jerry Jogona, mkaaji wa Kebiko, Kiambu County. Nilikuwa nimepumzika sebureni, nikasikia kitu imegoga mabati. Kuangalia nikadhani ni jiwe, na nikaenda nikapaguza kitanda mchanga, kisha nikarudi. Sikufikiria ni nini hiyo.
Kisha nikaenda, ndio nilienda nikaona shimo huko kwa mabati. Nilipoangalia chini nikaona hii risasi. Ndio sasa nikashindwa ni nani huyo nani anatuwinda. Sasa hii tunakaa tu tuna wasiwasi sana sababu hatujui ni nini kingine kimepangwa. Niliripoti Kebiko Police Station. Kisha nikaenda nikaripotia hao askari wenye wanakuanga huko kwa governor. Sasa ndio wanaendelea bado kufanya uchunguzi. Jana walifanya uchunguzi na bado wanaendelea kuchunguza.